Mabibi na mabwana, sasa ni muda wa ladha. Hey, twende. Shivo. Nililia. Yes. Habari zenu wanafamilia wote wa muziki, maproducer, wasanii na wapenda muziki wote kwa ujumla. Leo nipo hapa kuwaletea tutorial na breakdown tutorial ya mwanangu Jan Gizman, msanii wangu pendwa kabisa wa muziki wa rumba. Leo tumekuja kureview ngoma yake inaitwa Asante. Na wakaribisheni wote kwa ajili ya kuangalia ni jinsi gani wimbo umefanyika kuanzia mwanzo hadi mwisho. Huu wimbo umeshatoka mwezi mmoja uliopita, una video yake official kabisa kama mnavyoiona hapo, kwa unaweza kwenda kucheki. Mpaka sasa una K582. Wimbo huu umetumwa data. Kwa hata wewe unaweza kutuma data ya vocal popote ulipo, tukapiga beat na tukamaliza mixing kali, ukaenjoy muziki mzuri. Hii project nilifanyia kwenye Studio One ambayo tayari sasa hivi imebadilishwa jina, inaitwa Fender. Kwa maproducer wenzangu nafikiri watakuwa wameipata, kwa ambao hawajaipata wanaweza kwenda kuitafuta. Okay, tuanze moja kwa moja na tutaanzia chini kupanda juu. Tuanze chini kupanda juu hadi kwenye vocal. Tusianzie juu kushuka chini. Tuanze chini kupanda juu. Okay, kwa sababu tulimute vitu vyote, tutafungua tu hizi effects ambazo tuzitumia kwa ajili tukiwa tunafungua baadhi ya plugin pale zisikike vizuri. Okay? Tuanze na pad. Tulipiga pad. Hizi pad ni za pad za kwenye Nexus 5, hata kwenye Nexus 2 zimo. Tulianza na pad. Kama mnavyosikia hiyo ndo pad, lakini tuli-EQ pad yetu ili siwe na kelele sana, kuondoa baadhi ya frequency ambazo sio nzuri, ambazo mimi mwenyewe sikuzihitaji, ndio ika sound hivyo. Okay, tunatoka moja kwa moja hapo, leo tutaenda chap kidogo, hii nisiwachukulie muda sana. Tukaenda kwenye piano. Hii nimetumia Keyzone Classic. Tukafungua na tumetumia hii piano kwa ajili ya kusupport hiyo pad. Okay, kikafuata marimba nayo hiyo tutumia EQ. EQ unafanya muziki unakuwa mzuri sana. Usipojua kuitumia vizuri utaharibu muziki wako. Okay, hivyo ndo vitu vimelia mwanzo hadi mwisho wa muziki, kwa ambavyo nimeplay mwenyewe kwa sababu muziki umelia sana kwa kutumia gitaa. Intro ambayo nimetengeneza kwa kuanza na string. Okay, kama unavyoona hizi string za kwenye contact Yamaha, nafikiri hizi ndo string za kwanza kabisa pale juu. Hizi sikutaka kuzifanyia chochote, nilitaka kuziacha hivyo hivyo. Tukaja kwenye piano. Hii piano ni ya Keyscape. Umetumia EQ ya tuzime plugin zote. Okay, tukatumia EQ kwa ajili ya kutoa frequency zingine na kuongeza baadhi. Tukatumia reverb kidogo ili kuipa space. Baada ya reverb tukatumia API. Nafikiri tunazifreeze kidogo ili project isiwe nzito.
hizo plugin tunaziweka ndani kabisa huko ili project isiwe nzito, zitabaki kwa ndani huko. Okay, kitu kingine kilikuwa ni nini? Ilikuwa ni Sweet Heaven. Sweet Heaven na zenyewe tulitumia ini filter, A1 knob filter kama mnavyoona hapa, tulibadilisha tukaweka kwenye none, tukatoa na baadhi ya frequency pia kutumia EQ, ndio ika sound hivi. Tukaja kwenye brass. Hii beat haijalia vitu vingi sana. Beat haina vitu vingi sana, kwa haichoshi. Kwenye brass hapa hatujatumia kitu chochote. Brass zetu zinalia yes. Hii brass ipo kwenye Nexus 5, ndo hii hapa. Okay, tukatoka hapo moja kwa moja tukaja kwenye rhythm. Hii ni acoustic. Yeah. Okay, ili tusikie vizuri tumute hapa. Okay, hii hapa tulitumia the same EQ kwa sababu tumeipanu moja imelia left, moja right. Okay, tutafungua plugin moja moja kwa ajili ya kusikiliza hiyo rhythm yetu jinsi ilivyokwenda. Okay, tulianza na X noise ya waves kwa ajili ya kupunguza kidogo kelele. Kama mnavyojua hizi gitaa za live sometimes zinakuwa zinaingia na noise. Kwa tukatoa kidogo noise. Then kaja kwenye hii ni preamp lakini pia ina EQ. Kama mnavyosikia ikizima na nikiwasha kuna utofauti mkubwa. Hivyo. Na ukitaka kuona EQ yake imefanya kitu gani tofauti na preamp, kuna plugin ina jina fulani inaitwa FX Diff. Hii hapa. Hiki plugin kidogo sana. Alinishare rafiki yangu na producer mwenzangu anaitwa Daiza. Respect kwake. Hii hapa unaziweka mbili. Moja unaiweka juu ya plugin unayotaka kuangalia. Mfano tu ni kama zile SSL EQ, unakuta haujui inafanya nini, yani inafanya kazi gani. Unaweza kuwa unazungusha tu na hujui frequency yako umezungusha vipi. Wengi wanapenda kuona EQ yao inafanya kitu gani. Okay, kwa moja unaweka juu, ya pili unakopi unaweka chini. Sasa hii ya pili itakwambia unakuja kwenye post. Hii itakaa kwenye ya kwanza, itakaa kwenye pre, hii itakaa kwenye post. Ikishakaa kwenye post itakwambia connected. Then tunataka kuangalia hii preamp EQ yake imefanya nini. Kwa hiyo tuna expand hapa, tunaipanua kidogo. Alafu tunakuja kwenye frequency hapa. Tunaondoa tiki hapa. Kwa hiyo tutaangalia hiyo EQ ya preamp imefanya kitu gani. Umeona? Inaipa body kidogo jinsi ilivyo shape. Nikizima utaona inavyokuwa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kilifanyika. Kwa hiyo mtu anaweza kujiuliza ni kitu gani ambacho kimefanyika. Wengine wanapenda sana kuona. Kwa hiyo hii plugin inaweza kusaidia kwa kuangalia hadi compressor pia inapima. Kwa hiyo inafanya pia kazi nyingi. Naendelea na ili compressor. Kama mnavyoona tuliweka kidogo tu, hatujaiumiza sana nani yetu. Compressor yetu haijacheza sana, inafika kwenye 3 inarudi. Okay, kinachofuata tulitumia hii tape. Hii tape pia ni ya UAD. Umesikia? Kwa hiyo napendelea sana tape kwenye baadhi ya mixing zangu ninazokuwa nafanya.
Okay, tunaendelea. Tukaja tukaweka, hatukuitumia kama reverb, tumeitumia kwa ajili ya kuirudisha gitaa nyuma kidogo. Nafikiri ukisikiza gitaa imekuja mbele. Kwa hiyo tumeitumia kwa ajili ya kuirudisha nyuma, irudi nyuma. Nitazima na kuiwasha. Kama una sikio zuri utasikia gitaa imerudi nyuma kidogo, haijakuja mbele. Okay, sasa reverb tumetumia UAD pia. Hii ni reverb yao. Kwa hiyo tukaiwekea kidogo na yenyewe reverb hapa. Kwa hiyo gitaa yetu ika sound hivyo. Kwa hiyo tukifungua na hizi keys zingine, aya, okay, tunaondoka hapo. Tunakuja kwenye solo gitaa. Tumetumia X noise kwa ajili ya kuondoa noise. Tufungue. Okay, tukafungua, tukaweka pia SLA gitaa. Naipenda sana 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 kwenye kila project yangu ambayo nimemix afu kuna solo gitaa, lazima hii itakuwepo. Naipenda sana the delay reverb yake inavyokuwa inafanya kazi. Okay, tuongeze, labda tumute hizi ili tupate kuisikia vizuri. Okay, hivyo tukaja tukaweka pia na EQ kwa ajili ya kutoa frequency ambazo hazikuwa nzuri. Okay, nafikiri upande wa instrument zote hizi tumemaliza. Upande wa hizi keys tumemaliza. Tunapanda juu sasa, tunakuja kwenye bass. Okay, kabla tujafika kwenye bass tuanze na drum ili bass yetu inavyokuja ilete maana. Okay, tukaja kwenye drum pia tukagusa kiki. Ukiangalia hapa kuna kiki mbili. Hii kiki ni kwa ajili ya sidechain. Hii ya juu hapa, hii ni kwa ajili ya sidechain kiki. Nitakuonyesha nikifika upande wa bass ni jinsi gani ambavyo ilitumika. Okay, M1 freeze hapa tuangalie ni plugin gani tumetumia. Okay, nafanya hivi kwa ajili ya kuifanya project isiwe nzito sana, maana kuna muda unaweza kutumia plugin nyingi sana na project ikawa ni nzito sana. Okay, sawa. Kiki yetu ilikuwa na sound hivi. Okay, tukaja tukatumia in gate ya tukatumia Pultec ya ni UAD kwa ajili ya kuipa punch kidogo kiki yetu. Okay, tukatumia Neve, nafikiri nimeshaielezea. Hii ni preamp lakini pia ina EQ. Tukatumia na hii hapa, tuilete hapa sasa, tuizime then tutawasha tusikie kiki yetu ilivyobadilika. Wow. Kwa ndo tukapata hizi ndo plugin ambazo tumetumia kwenye upande wa kiki. So tutazima afu tutawasha, utasikia. Kama una masikio mazuri utakuwa umesikia. Okay, kwenye snare yetu hii hapa. Bethesda kutumia snare moja, ziko kama 2 au 3. Okay, tutaanza na plugin gani? Tutaanza na hii hapa. Hii plugin alinipa ndugu yangu Daiza, alinionyesha ni plugin moja nzuri sana
tukaja tukaendelea kuipa bodi kidogo, maana nilikuwa nataka iwe na kauzito. Tukawekea EQ. Mtu mwingine anaweza kusema, "Da, mbona umeboost hii frequency sana?" Hapana. Mixing ni kitu ambacho unachotaka, yani ambacho tayari kipo kwenye akili yako, unataka kitu gani, unataka kusikia kitu gani. Ushaelewa? Kwa hiyo usiogope kufanya kitu ambacho unatamani kukisikia au ambacho umeshakiwaza kitokee. Hiyo ndio itakupa identity yako, lakini pia hivi vitu vyote vimewekwa vipunguzo na viongezo. So ni wewe unachokitaka ni nini? Kwa hiyo tukaboost hiyo frequency kidogo kwa ajili ya kupata hiyo sound. Tukaja kwenye Neve. Neve nimemtumia sana. Huyu preamp ni mzuri sana. Tukaja kwenye reverb. Hizi plugin zote tuzizime, alafu tusikie mwanzo soundije na sasa hivi na soundije. Wow, kwa ndo hivyo. Tunaenda hii hapa nyingine. Hii hapa. Hizi zilikuwa zinalia baadhi ya sehemu, so ilikuwa iliki kila sehemu hiyo snare. Kwa hiyo nikaja nikaichanganyia na ladha nyingine ya snare ili zionekane zina utofauti kidogo. Na yenyewe tumetumia EQ. Tukatumia na Neve preamp na reverb. Wow, kwa hivyo tunaendelea. Nafikiri kuna kitu mnakielewa. Okay, hii ni kama rimshot nyingine, hii hapa kama rimshot. Okay, yenyewe tumetumia EQ na reverb. Okay, kwa tukifungulia drum zetu, okay, kitu kingine ilikuwa ni tumba, kwa tuirudisha kama ilivyokuwa. Yenyewe tumetumia reverb peke yake. Okay, hizi tumba zimepigwa live, kwa hiyo unasikia nilikata ile sehemu ambao kama za kuzima zile. Okay, tukatumia na hizi tumba zingine pia, zote zimepigwa live zote. Hata hii imepigwa live na ni ambazo zimepigwa live, sio kwamba zilipigwa live kwenye wimbo huu, hapana, ila zishapigwa live, kwa hiyo ni sample za live. Hapa pia tulitumia reverb peke yake, hatukutumia kitu kingine chochote zaidi ya reverb. Kwa hii reverb inafanya muziki wako unakuwa mpana, yani unasambaa, unajiachia, muziki haujikabi. Okay, tumba nyingine tena. Hii tumba tulitumia EQ. Zote hizi zimepigwa ni sample za live. Na yenyewe pia tuliweka reverb. Na hapa kuna kakitu tulikaita kopo. Ngoja tusikie kanaliaje. Okay, na yenyewe tuliweka reverb hapa. Okay, hii ni snare pia. Okay, hiyo hatujafanyia kitu chochote. Tukaja kwenye nini? Na hii snare iko upande wa mwisho kabisa huko. Aka ni Karim tu kamoja kanalia hapa. Hii pia tumeweka reverb peke yake. Okay, kamelia tu hapa kwenye wimbo mzima. Kaja upande wa intro.
tulikia reverb, reverb. Na hii hapa tumeweka reverb. Tukaja kwenye tom na yenyewe tumeweka reverb. Sasa huu wimbo wetu unachezeshwa sana na hizi hi-hats. Hizi hapa ndo zinachezesha wimbo, ndio maana ukisikia snare inaingia sehemu chache sana, inaingia baadhi ya sehemu tu, haijakuwa ina mwendelezo, hapana. Kwa hiyo tukaja kwenye hi-hats. Yes, hizi ndo zinafanya wimbo unakuwa unachangamka, zinachangamsha wimbo. Kwa hiyo hizo snare zinagusa tu sehemu moja, ila hi-hats ndo tumetumia kama kuchangamsha wimbo. Okay, tumetumia nini? Tumetumia S1. Hii hapa kwa ajili ya kuziweka kidogo zikae kama ziko center, zisisambae sana. Nilikuwa nataka kidogo zisisambae sana, yani zije karibu na center. Kwa hiyo nikatumia S1 ya wave. Okay, tukatumia filter hii. Okay, tukaongeza EQ. Kuishape kidogo, kuondoa frequency ambayo kwa sitaki kwa upande wangu. Okay, tukaja kwenye gate wa FabFilter. Nafikiri unaisikia jinsi ambavyo imeibana kidogo, haijaiachia, imeibana. Okay, tukaja kwenye EQ. Pro EQ full. Tukaja kidogo tukazicompress kidogo sana, yani ili kama kuchum tu kidogo kwa ajili ya kuibalance isikae. Tukapa na reverb kidogo. Hii kitu iliniumiza sana masikio, so ikabidi tuishushe sana hapa. Hii sehemu ilikuwa inakera sana masikio, ikabidi tuipunguze. Okay, hii ni crash, vitu vingine vinaeleweka. Hii haina kitu chochote. Tuja kwenye bass. Hii bass ya live tulipiga to mute plugin zote, then tuanze tumetumia X-Noise. Napenda kutumia X-Noise kwa sababu na kwenye bass, kwenye gitaa hizi zinatoa noise vizuri sana. Kwa tukatumia X-Noise. Then tukaja JJP ni moja kati ya plugin zangu pendwa sana. Plugin zangu pendwa sana kwenye bass. Naipenda sana sana sana, na huwa naitumia sometime nikiweka tunaacha kwenye default na inafanya vizuri sana. Huwa napenda kuitumia sana kwenye bass za live. Tusikie na yenyewe ifanya kitu gani. Wow. Okay, alafu tukaja hii hapa. Hii tape ni nzuri sana 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 sana. Kwa tukaitumia na yenyewe. Hem, tusikilize. Tukaja kwenye hii ni Teletronics. Sasa tukizima plugin zote kwenye bass afu tusikilize. Tunazima, tunawasha. Tunakuja hapa kwenye tools.
Hii ni sidechain. Tumeitumia kama sidechain. Hapa ndo nilikwambia hii kiki inatumika. Kwa hiyo tulichokifanya tumekuja ku sidechain na kiki yake. Yaani hiyo kiki tumeiweka kwenye output. Kwa hiyo hiyo base inakuja inapitia hapa. Kwa hiyo inakuwa ina detect hii kiki haiwezi kulia, inazimwa. Kwa hiyo baada ya kuisend hapa, baada ya kuisend hapa kwenye hii kiki ambayo inatoa sauti, tunaitengenezea kiki yake ili isitese sana, hii isihangaike, ikiwepo kitu kingine ambacho kitakuwa kinafanya nayo kazi base pamoja. Kwa hiyo hii ina sidechain base, japokuwa siku sidechain sana, kidogo tu. Drum and bass. Kwa hiyo tukifungua drum na bass inalia hivi. Jamani, mziki ni mtamu kweli, mziki ni mtamu kweli. Baadhi ya drum tulitumia compressor ya Plug-in Alliance na tukatumia black box kwa ajili ya kuziglue zote zikae pamoja. Black box sasa. Baada ya hapo, baada ya drum, baada ya keys, baada ya kureview vitu vyote hivyo, beat yetu na sound hivi. Wow. Okay, tukitoka hapo moja kwa moja bila kupoteza muda tuende kwenye lead vocal. Lakini wewe Shiva uliheshimu kipaji changu, ukakipa heshima kwa mikono yako. Kila siku napoamka. Vocal zetu zimerekodiwa na mic ya Shure, sound card ya Focusrite na DAW ilikuwa ni Studio One. Sasa moja kwa moja tuanze na S1 kwa ajili ya kuondoa hizo noise. Hii napenda kuitumia kwenye lead vocal au kwenye vocal kwa ujumla, inaondoa noise vizuri. Okay, tusikilize. Lakini wewe Shiva uliheshimu kipaji changu, ukakipa heshima kwa mikono yako. Kila siku napoamka. Tukaja kwenye autotune. Lakini wewe Shiva key ipo kwenye key F major. Lakini wewe Shiva uliheshimu kipaji changu. Okay, kwa nini nimefanya hivi? Nimefanya hivi kutumia hii Neve, nimeitumia kama preamp, sijaitumia kama hii key yake, sijaitumia kabisa. Preamp inaibadilisha sauti, inaipa body ile vocal yako inakuwa iko warm, afu inakuwa ina mwili fulani hivi ambao napenda sana kuitumia kwenye sana kwenye lead vocal. Naipenda kufanya hivi kabla sijaenda kuiprocess kule kwenye group. Lakini wewe Shiva uliheshimu kipaji changu, ukakipa heshima kwa nafikiri mmesikia. Okay, alafu kuna na hii pia napenda kuitumia hii compressor TubeTech kwa sababu i-compress kidogo vocal zangu, is compress, then kabla hazijaenda kwenye process kubwa iwe zinaingia kule zikiwa zimebalansiwa. Kwa hiyo tutaisikiliza jinsi ambavyo inavyofanya kazi. Lakini wewe Shiva uliheshimu kama mnavyoona kidogo tu mwisho tatu hapa, isiwe ina pick sana kidogo, kwa sababu kule pia tutaenda kuiprocess.
lakini wewe Shiva uliheshimu kipaji changu, ukakipa heshima kwa mikono yako. Kila siku napoamka na kuwa na shukrani. Okay, hicho ndo kitu ambacho tumekifanya hapa, tumekifanya pia hapa. Kwa hiyo hizi hapa tunaziwasha tu, hizi tuziwashe na hizi hapa pia tuziwashe na hii pia tuiwashe. Tunakuja kwenye group. Okay, tunaanza na diesel. Ni kitu cha msingi sana kwa ajili ya kuondoa zile S zisiwe kali. Nafikiri mnaelewa, kwa ambao wanaelewa. Lakini wewe Shiva uliheshimu kipaji changu, ukakipa heshima kwa mikono yako. Kila siku nafikiri umesikia. Inaondoa zile S. Kwa mtu mwingine anaweza kusema mbona umefunga sana voko? Hapana, hii voko nimeifunga kwa sababu nitaenda kuifungua, zitarudi kuwa kawaida, hizo S hazitakuwa kali. Kwa tumeitoa kabisa hizo S, yani zisikike kabisa. Okay, tunaenda kwenye EQ. Kama mnakumbuka kuna plugin nilionyesha pale kwa ambao wanataka kuona, nafikiri wataitumia mwanzoni pale. Unaweza ukaweka ukaona EQ yangu ilifanya nini kule, au kwa ambao watakuwa labda hawakuelewa zaidi, turudie, itaenda kwa haraka haraka. Hivi ndo EQ yangu ilivyofanya kazi. Kwa hiyo kwa mtu ambaye tungekuwa na EQ ambayo inaonyesha mfano kama EQ ya Studio One Pro hiyo ya hii Fender sasa, kwa sababu imeshabadilishwa jina, ime shape hivi. Okay, kwa hiyo tuondoe hizi, hazina kazi, ilikuwa tu ni kwa ajili ya kuangalia. Okay, tusikilize EQ yetu ilifanya nini. Lakini wewe Shiva uliheshimu kipaji changu, ukakipa heshima kwa mikono yako. Okay, tunakuja kwenye kitu kinaitwa Fairchild. Fairchild huyu ni UAD, ni moja ya plugin ambayo siwezi kuikosa kwenye, mara nyingi sana huwa naitumia, siwezi, yani huwezi kuikosa kwenye lead vocal yangu. Hii tumeitumia kuongeza sauti kidogo, lakini inaipa body pia vocal, inaifanya vocal inakuja mbele, lakini pia hii ni compressor. Kwa hatukuitumia sana kama compressor, tumeipa kidogo vocal nguvu, hatujatumia kama compressor. Lakini wewe Shiva uliheshimu kipaji changu, ukakipa heshima kwa mikono yako. Kila siku napoamka na kuwa na Okay, tukaja kwenye EQ. Tukaja kwenye EQ ya Studio One kuondoa, kuna hii frequency ambao huwa inasumbua sana masikio. Tusikilize kwanza, then after inaiwasha. Lakini wewe Shiva uliheshimu kipaji changu, ukakipa heshima kwa mikono yako. Kila siku napoamka na kama mnavyosikia hii frequency ni mbaya sana, waga inavuruga sana masikio. Tukatoka kwenye hiyo tukaja kwenye Pro EQ4, na yenyewe baadhi ya kuondoa frequency ambazo nilikuwa nasikia zinasumbua. Lakini wewe Shiva uliheshimu kipaji changu, ukakipa heshima kwa mikono. Tukatoka hapo tukaja kwenye compressor ya UAD. Lakini wewe Shiva uliheshimu kipaji changu, ukakipa heshima kwa mikono yako. Kwa nini nimeweka kidogo? Nimeweka kidogo kwa sababu kule kwenye track huku nilitumia pia compressor. Kwa hiyo sikutaka ibano sana, maana compressor pia nani sana, ukiweka nyingi unaharibu. Okay, tunaenda kwenye compressor ya mwisho ambayo imekuja sasa kugrow hii hivyo kwa yetu ikae pamoja. Lakini wewe Shiva uliheshimu kipaji changu, ukakipa heshima kwa mikono yako. Kila siku napoamka na kuwa na shukrani, kwa kuwa uliona dhahabu kwenye udongo. Siku nikifika mbali ndalitaja jina. Tulikuwa na reverb ambayo tumetumia ni reverb ya EMT 140 140 ya
UAD, Universal Audio. Hii ndio reverb ambayo imetumika kwenye lead vocal yetu hii hapa, ambayo tukiwasha iko hivi. Kwa sababu safari yangu ilianza mikononi mwako. Asante Shivo, asante Shivo, niamini bila masharti. Wewe sio wa kujifunza, wewe ni mwalimu, na hii ni zawadi yangu. Okay, hiyo reverb yetu setting yake ndio hiyo, tumeikiu kidogo. Kwa sababu safari yangu ilianza mikononi mwako. Asante Shivo, kwa kunipika mpaka nikaiva. Asante Shivo, kwa kuniamini. Okay, so ukifungulia na mziki wetu inakuwa hivi. Kwa sababu safari yangu ilianza mikononi mwako. Asante Shivo, kwa kunipika mpaka nikaiva. Asante Shivo, kwa kuniamini bila masharti. wewe sio wa kujifunza, wewe ni mwalimu, na hii ni zawadi yangu. Pokea shukrani zangu. Asante, Naendelea kung'aa kwa imara kazi zako. Hivyo tukatoka hapo tukaja kwenye hizi harmony ambazo zimefanyika humu. Tufungue autotune. Kwa nafikiri autotune zote nishawaonyesha, hizi na autotune na zimepaniwa tu pan left and right. Kwa kunipika mpaka nikaiva, kwa kuniamini bila masharti. Kwa kunipika mpaka nikaiva. Kwenye hizi harmony ambazo watu wengi wanaziita back vocal, mfumo wa kule na huku tumetumia tofauti. Tumecut katikati, lakini hapa tumeiacha ile hadi mwisho. Kwa kunipika mpaka nikaiva. Okay, kwa tukaweka compressor ya R comp. Kwa kunipika mpaka nikaiva. Kwa kuniamini bila masharti. Okay, tukaja tukaweka C6 kwa ajili ya kuondoa hizo frequency baadhi. Kwa kunipika mpaka nikaiva. Kwa kuniamini. Tukaja tukaweka SSL. Kwa kunipika mpaka nikaiva. Kwa kuniamini bila masharti. Okay, kama kawaida tukaja tukatumia Fairchild, ishaeleza kazi yake. Kwa kunipika mpaka nikaiva. Tukaja tukaweka EQ. Kwa kunipika mpaka Okay, tukaja tukaweka na tumetumia Valhalla hapa reverb. Kwa kunipika mpaka nikaiva. Kwa kuniamini bila masharti. Kwa ukifungua na hizi lead vocal utazisikia zinakaa hivi. Kwa kunipika mpaka nikaiva. Asante Shivo, kwa kuniamini bila masharti. Okay, hizo ni za upande wa kiume. Kuna dada pia aliweka chini hapa kama mnavyoona. Okay, hizi nishaielezea, kwa hizi ni kuzifungua. Ndio tuweke tuzifungue. Okay, tulitumia DSA kama kawaida. Wakunipika mpaka nikaiva. Kwa ajili ya kuondoa hizo S tukatumia R comp. Wakunipika mpaka nikaiva. Speak sana. Wakunipika. Tukatumia SSL. Wakunipika mpaka nikaiva. Tukatumia Fairchild. Wakunipika mpaka nikaiva. EQ kama kawaida. Wakunipika mpaka nikaiva. Tukatoka tukaja kwenye level 76. Wakunipika mpaka nikaiva. Wakuniamini. Kwa ajili ya kuboost, sijaitumia sana kama compressor. Nikaja mwisho nikaweka DSA. Wakunipika mpaka nikaiva. Wakuniamini bila masharti. Okay, so tukifungua zote. Wakunipika mpaka nikaiva. Asante Shivo, kwa kuniamini. Tukifungua mziki wote. Kwa kunipika mpaka nikaiva. Asante Shivo, kwa kuniamini bila masharti. wewe sio wa kujifunza, wewe ni mwalimu, na hii ni zawadi.
Mwisho kabisa au tukaweka hizo sign ambazo zinatambulisha studio na mimi mwenyewe ambaye ni producer Shivo. Okay, tumetumia DSer. Sasa sidhani kama itakuwa za msingi sana, lakini tumetumia delay na EQ. Okay, tukaja tukatia na hapa sign yangu pia. Tukawekea reverb kidogo. Tukisikiliza mziki wetu kwa pamoja, tunakuja kupata hichi kitu. Mabibi na mabwana, sasa ni muda wa ladha. Hey, twende. Shivo. Nilianza safari nikiwa peke yangu, nikiamini ndoto hata wakati nimechoka. Okay, kwanza nitoe shout kwa mwanangu Janik Gizman kwa wimbo mzuri. Huu wimbo amenipa kama zawadi, kama ndugu yake, kwa kuelezea namna ambavyo tumetoka naye safari ya muziki mbali. Kwa akaamua kunipa maua yangu before sijasepa. Umeona Kwa hiyo nimshukuru sana kaka yangu Janik Gizman, shout out sana kaka mkubwa. Lakini pia niwashukuru pia watazamaji wote ambao wanaendelea kufuatilia hii channel yangu. Na kwa kitu ambacho kitakachofuata next itakuwa ni namna gani ambavyo nimeifanyia mastering, kwa sababu mastering sijaifanyia kwenye Studio One. Mastering nimeifanyia kwenye Cubase. Kwa hiyo tutahama tutorial inayofuata, tutaenda kureview tumefanya vipi mastering ya huu muziki wote kwa ujumla. Asanteni sana, na kwa mtu yote ambaye atatamani kujifunza production, anicheck tu kwa namba zangu ziko hapo chini. Bila shaka tutazungumza, na atahitaji kujua baadhi ya vitu vingine, karibuni sana, mnakaribishwa. Karibuni pia tufanye kazi. Not Sound Mwanza.